itaachiliwa hata kwa watoto wako, hata kwa hiyo kazi ya mikono yako. Kuna vitu mbingu itaachilia. Inatangaza hii miezi imebakia, kuna vitu zitaachiliwa ni kwa ajili ya maisha yako. Kuna vitu vitaachiliwa ni kwa ajili ya watoto wako. Nasema kuna vitu vitaachiliwa. Kilio kitafika mwisho, mateso yatafika mwisho. Ninaona Bwana akiachilia vitu ambavyo vilikwama, ukaviombea miezi iliyopita au utawainipata. Mwezi huu ni mwezi wa kujibiwa, ni mwezi wa kukumbukwa. Mbingu ikawakumbuke. Haleluya! Mbingu ikawakumbuke. Mwezi wa 12, vitu ulivyotamani mwaka huu na vitapatikana kwa anga yako. Ninatangaza kutakuwa na urahisi wa hizo vitu kupatikana. Ibada ya leo tunaomba vitu vipya. Katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 1 na mstari wa 1, Biblia imetuambia hapo mwanzo, katika uumbaji wa mbingu na nchi, Mungu aliumba mbingu na nchi, na dunia ilikuwa ukiwa na ilikuwa utupu. Nimekuja nitangaze kwamba yako, ijapokuwa kuna vitu vinaonekana utupu, ijapokuwa kuna vitu vinaonekana ukiwa, kuna vitu viko formless kwa maisha yako, kuna vitu ziko desolate kwa maisha yako, lakini Mungu akukataa ule ulimwengu ulivyokuwa vile, bali alichukua nafasi ya kuumba vitu kwenye hiyo dunia. Ninatangaza kwa maisha yako, kuna vitu zitaenda kuumbwa. Dunia ilikuwa utupu, ilikuwa ukiwa, hakuna kitu kilikuwa pale. Ni Roho wa Bwana alikuwa anatembea juu ya maji. Ningalipenda nikwambie siku ya leo, ushukuru kama uko pamoja na Roho wa Bwana, maana mahali kuna Roho wa Bwana, where the Spirit of God is, there is freedom. Where the Spirit of God is, there is liberty. Roho Bwana alikuwa anatembea juu ya maji, na Bwana akasema kuwe na mwangaza. Mwangaza ukapatikana. Leo hii ninaomba jambo jipya katika maisha yako, maana shetani alikuwa ameweka giza. Ninatangaza mwangaza. Mwangaza kwa watoto wako, mwangaza kwa kazi yako, mwangaza kwa maisha yako. Mungu akasema kuwe na nuru, na nuru ikapatikana. Leo hii tunaomba vitu vipya, tunaomba vitu vipya. Inua mkono, sema tunaomba, tunaomba, tunaomba. Bwana, sadaka nzuri ya makofi. The earth was formless and desolate. Ushaiongea na mtu akakwambia sina form? Inua mkono, sema kwa mwezi huu form itajipa. Angalia mwingine, mwambie neighbor, mwezi huu form itajipa. The earth was formless and desolate, lakini Mungu akachukua nafasi akasema, kwa hii dunia yenye iko formless na iko desolate, I am going to make a new thing. I am going to create things. And he commanded things to come, and the things came. Akasema na kuwe. Haleluya. Na kukawa. Kuna mtu ako hapa na amezunguka hospitali. Bwana akisema na upone, ripoti za kutembea hospitali zinaishanga. Let there be, and it was. Haleluya. Haleluya. Mwingine familia haina amani, ni kisirani, ni vita. Mungu akisema let there be peace, peace itakuwa, peace itakuwa, peace itakuwa. Yesu alienda Bethsaida, akakuta mzee. Mzee anasema sina mtu. Yesu akamwambia jitike godoro na upende, umepona. Mzee ambaye amekaa kwenye hali miaka mingi akajaribu kusimama, akasikia miguu iko sawa, akanyosha mikono ikawa iko sawa, akajaribu
Unajua kuna viwango watu wanawekanga watoto wengine. Unakuta tu watoto fulani wanaangaliana hivi, anasema hii vaikendo ni babaibo bene tangu nenda kuya katika babaibo bene tangu Yehova ni umpa kendo bandu balando mashapa ina we kwacho Yehova ni weta we kwacho bandu balando mashapa ina we Yehova ni weta we the army was homeless and desolate, lakini kwa hiyo homeless na hiyo desolation God created peace. Mungu akasema kuwe na mwangaza na mwangaza ukawa. I clear. Kuna light inakuja. Kuna mwangaza inakuja. Kuna mwangaza inakuja. Nasema kuna mwangaza. Mimi namwamini Mungu anayetenda ishara na miujiza wakati wa kipindi cha lala salama. Wakati wa kipindi cha dakika za mwisho. Kuna Mungu anatendaka muujiza. And the heart was formless and desolate. And God said, oh my God, let there be light. Wewe fanya urafiki tu na roho Mungu. Fanya urafiki na roho Mungu. Fanya urafiki na roho wa Mungu. Kulikuwa ukiwa na dunia iko utupu. Lakini sielewe jambo moja. Katika hiyo ukiwa na katika hiyo utupu kuna kitu kimoja kilikuwa. Hata giza iko pale, lakini kulikuwa na kitu special. The Spirit of God, hallelujah, was hovering over waters. Imagine roho Mungu alikuwa anatembea juu ya hayo maji. Ni kweli kuna ukiwa, ni kweli kuna utupu, ni kweli kuna giza, lakini si roho wa Bwana yupo. Naongea kwa maisha yako mchana wa leo. Ni kweli kuna shida kwa boma yako, ni kweli kuna mateso kwa watoto wako, ni kweli umekaa kipindi cha joblessness miaka mingi, lakini nashukuru Mungu maana ijapokuwa umepita hizo zote, the Spirit of God is there. Roho Mungu yupo. Alikuwa tu ametulia juu ya maji, akawa ametulia. Wakati Mungu alifungua kinywa chake na akaanza ile kandarasi ya kuumba, akasema na kuwe. Vitu zilikuwa zinaitwa from nowhere. Vitu zilikuwa zinaitwa from nowhere, zinakuja. Nitapata wapi watu wa imani mahali hapa? Tuite vitu ambazo hatujui zitatoka wapi, lakini tunazihitaji kwa maisha yetu. Nipate mzee mmoja wa imani, nipate mama mmoja wa imani, nipate mwanarika mmoja wa imani ambaye tunaweza tukafungulisha vitu na vikapatikana. Mungu alisema kuwe na nuru, na nuru ikawa. Na akasema kuwe na dry land. In dry land ilikuwa ni separate the waters, zile maji, ile maji mingi. Ndio maana unasikia kuko na bahari, kuko na ocean, na kuna sasa mahali ambapo na kuna rivers, na kuna vingine tunaita ni streams. Na streams God commanded, yani Mungu aliamrisha. Haleluya! Maana maji yalikuwa kila mahali, yani alicommand kuwe na dry land. Wakati alicommand dry land iwepo, maji ilisonga upande mmoja ipeane njia kwa dry land. Kuna vitu zinakaa vizuizi kwa maisha yako. Tunapoingia kwa maombi ya kuomba, tutakuwa tunaita vitu zile hazifai zinaondolewa, zile zinafaa zinaingia kwa laini. Wale ninaongea na nyinyi, pokeeni hiyo mieno. Kuna vitu tutaita, kuna vitu tutaita. Mimi kuna vitu nitafungulisha. Haleluya, haleluya. Kukawa na dry land. Wakati kulikuwa na dry land ambayo ni nchi kavu na bahari ikawa, kuna kitu kingine Mungu alisema ya kwamba
wanyama wa kila aina wa majini wawepo. Ile maji ikiwa pale kwa bahari, kukaanza kutokezea samaki wa kila aina wakapatikana kwenye yale maji ambayo Roho alikuwa ametulia juu yake kwa muda mrefu. Wale mmekuwa mkimulilia Bwana kwa muda mrefu, kuna vitu zinaachiliwa kwa maisha yenu, kuna vitu zinaachiliwa. Roho Bwana akiwa mahali, nilianza kwa kusema there is liberty, there is freedom. Haleluya. Huko hapo unasema mchungaji, unajua nimekuwa nikiombea familia miaka mingi, mimi ni kama nina kiva. Nataka nikwambie, Roho Bwana alitumia juu ya maji kwa muda mrefu, na ndani ya yale maji hakukuwa na samaki, hakukuwa na wanyama, lakini neno moja tu la Mungu wa mbinguni, ya kwamba kuwepo na wanyama wa kila aina, wanyama wa majini au wanyama walipatikana. Kuna vitu tunafungulisha before the end of the year. Kuna vitu tunafungulisha, kuna vitu tunafungulisha. Watu wa imani, nimekuja kama nabii kufungulisha baraka, nimekuja kama nabii kufungulisha mafanikio. Zile vitu zilikosekana zitarajie baada ya ibada, zitarajie baada ya ibada. Tarajia kuingia anga za juu, tarajia hiyo kazi yako kujulikana. Angalia, tumwambie neighbor, baada ya ibada ninaenda viral kwa uzuri. Angalia mwingine, mwambie ninaenda viral kwa uzuri. Unajua kuna watu ambao wanaenda viral kwa ubaya. Unapata mtu amejulikana kwa ubaya, wewe utajulikana kwa uzuri. Maana kuna vitu zinaungwa. Neema ya kuumba iko hapa, na neema ya kuumba iko ndani ya kinywa chako. Baada ya haya mahubiri, kile utaongea kwa mdomo wako, Bwana atahakikisha kimetendeka. Atahakikisha kimetendeka. Kuna watu ambao wafanya biashara wako hapa, mkifungulisha neema customers mwezi ujao, na waambia kama nabii wa Bwana, mtafanya kazi mjishangae. Hebu nikwambie kitu, hao watu kuna mahali wamekwama, au customers unataka, kuna mahali wamekwama na wanahitaji neno la kuwakwamua. Inahitaji sauti ya uumbaji. Mnaona hii huduma vile ilivyo? Mnaona vile ilivyo? Very soon hapa hakuna kiti, mtaona hakuna mtu amekalia. Pastor, utatumia mbinu gani? Nitatumia mbinu ya uumbaji. Kwa maana kuna watu wamekwama na wanahitaji sauti ya kuwaumba. Inahitaji mtu aliye na ufunuo aseme let there be. Nani alikwambia ati biashara yako inafaa tu kuendanga hivi? Angalia tu hapa wewe. Yaani nani alikwambia biashara yako inafaa tu kuendanga hivi? Ni kama kauba kamepigwa. Nataka nikwambie raundi hii, baada ya hii ibada, wale maisha yao ilikuwa hivi inaelekea kuzama. Nasema utatolewa hapo ulipo. Bwana ataanza kukusimamisha ibada, akaanza kuongoza hatua zako. Nisizame Yesu uniokoe, nisizame uniokoe, nisizame Yesu uniokoe, nisizame uniokoe. Salimia watu wawili watatu, ambia mtu hautazama. Angalia mwingine, mwambie hautazama. Salimia mtu, mwambie hautazama. Haleluya. Angalia mwingine,
dry land, haitaendelea kuwa waste. Akaona hii dry land, hii dry land haitaendelea kuwa waste. Baada ya kusema ya kwamba kuwe na miti ya kila aina, kukatokezea mipapai, kukatokezea melons, kukatokezea nini nyingine, pera, kasaba, kukatokezea tomoko, maembe, mihogo, tomoko, parachichi, avocado, malenge, machungwa, kukatokezea ingine inaitwa mwarobaini. Haleluya! Na hii yote ilikuwa ni kwa ajili ya manufaa ya mwanadamu. Kuna vitu Bwana ataachilia vilete manufaa kwako. Kuna vitu Bwana ataachilia vilete manufaa kwa maisha yako, vilete manufaa kwa nyumba yako. Sema haleluya! Ile dry land ikajawa na miti, kitu kinaitwa vegetation. Ndio maana sasa utapata chakula sukuma, chakula cabbage, terere. maana Mungu alisema kuwe na mimea ya kila aina. Let me tell you one thing. Kile kinaonekana dry kwa maisha yako, Mungu anaenda kuumba vitu vilivyo na uhai. Mimi sijui hii message ni ya nani, labda hata ni ya mtu mmoja tu, lakini nakwambia after this service, chochote kinaonekana ni kama kimekauka kwa maisha yako, Bwana anaenda kuumba vitu vilivyo na uhai. Ezekieli akaambiwa, je, hii mifupa inaweza ikaishi? Akasema, Bwana unajua. Ni kwa maana Ezekieli alijua Mungu akona uwezo wa kuomba. Mungu akaumbe vitu kwa maisha yako, ukame ukaondolewe. Biblia inasema wakati Ezekieli alianza kutabiri, mfupa ulikuwa unatafuta mfupa mwenzake, na baada ya hivyo Mungu akaamurisha upepo utoke pande zote za dunia, na wakati upepo ulikuja juu ya ile mifupa, upepo ulikuwa Roho wa Bwana. Haleluya! Ilikuwa ni the Spirit of God, ilileta uhai kwenye ile mifupa mikavu. Kuna mtu atatoka hapa na Roho, kuna mtu atatoka hapa na Roho, kuna mtu atatoka hapa na Roho. Pokea Roho wa Bwana, pokea Roho wa Bwana. Sema napokea. Kila unahitaji, hauhitaji kujulikana na watu wengi ndiyo biashara yako ivume. Unahitaji kuwa na Roho. Ukikuwa na Roho utasambazia mmoja Roho, ataleta wale wengine. Hahitaji ulilie watu uwaambie simukuje. Hauhitaji upigie watu magoti. Unahitaji the Spirit of God. Maana kuna Roho wa Bwana, utaamurisha vitu kwa maombi na vitu zitatendeka. Mathayo anatuambia ikiwa watu wawili watashikana hapa duniani na waombe jambo lolote kwa Mungu wa mbinguni, Mungu wa mbinguni atasikia na atatenda. Siwaambie mtu you don't need the followers to go up. You need the Spirit of God. Usisahau kutoka hapo ukasubscribe kwa YouTube channel yangu. Sijasema nataka followers. Sijasema nataka. Lakini enda ukasubscribe. Sema amen. But I will touch followers ndio penye. Actually, the ministry of Jesus ilipea kila mtu challenge. Sasa wachungaji wanaweka kila mahali. Tafadhali follow my page, like,
comment, share to many as groups as possible. Sijui nini, lakini Yesu alikuwa na wafuasi 10 na wangapi? 10. Hadi walikuwa followers. Wangapi? 10. Lakini ile kazi alifanya. Sasa kuna wachungaji wako na 3.1 milioni. Na hata hakuna muujiza hata moja inafanyika. Ikulea tu vitabu hapo. Can you see someone getting a blessing today? The more you are going to give time, the more you are going to expand in your business. Ndio kiambia na kuanga kitu baya. Yaani hebu nikwambie mchungaji akinona hata wewe unafaa kunona. Pia utashika vizuri. When the man of God is nonally, when you follower, you have to nona. Sema haleluya. Sio kuniacha tu mimi atena. Labda unia watu wanakani kama wamejeshewa. Sema hiyo tunakataa. Sema Bwana Yesu, ukiinua mchungaji na sisi ukatuinue. Sema Bwana Yesu, ukibariki mtumishi wako na sisi ukatubariki. Sema napokea hiyo. Wewe utainuliwa. Bwana akiinua viwango za juu na wewe akakuinua viwango za juu. Bwana akinibariki na magari hata kwako kusikosekane. Bwana akinibariki na manyumba hata na kwako kusikosekane. Hiyo neema itatembea kwangu, hata na kwako itatembea. Kwako itatembea. Hautaachwa nyuma tena. You know what Jesus told Peter? Alimwambia nenda ukavue samaki, wa kwanza utakayemvua atakuwa na shekeli yangu na yako, tulipe ushuru. Hiyo nitairudia, utashika vizuri. Yesu anaambia mtume ya kwamba yule samaki utavua tu wa kwanza atakuwa na pesa inatosha kunilipia mimi kodi na kukulipia. So zile vitu naongea hapa, naongea vitu very special. Ni vibaya sana msemaji unapata pastor, tumejuana na wewe, nimepata maploti 6 na wewe hakuna moja unaweza ukaonanisha. Na uko na nguvu ya kuambia watu huyu mchungaji nimekaa na yeye miaka 10. Hebu niwaambie kitu wapendwa. The more Mungu ananinua akawainue. Na the more tunaendelea kuwa pamoja. As I grow, you grow. As God expands my territory, may God expand your territories too. Mungu akininua kiroho na wewe usibaki pale pale, hata na wewe ukainuliwe kiroho. We are building the body of Christ. Tunajenga mwili wa Kristo pamoja. Na ni makosa mkono ikiendelea kukua na kamungua kakui, utapata the body of Christ inakaa kama lemavu. Sasa ukianza kukua, unapata kichwa ndio inakuwa. Bila milioni wengine hata ikui, utaanza kutupea headache yako. Yaani headache yako ni kubwa na unatupea headache. Maana utahitaji mtu wa kukusukuma kila wakati. Unajua na mtu akona kichwa kubwa kuliko mwili yake. Anapata kutembea hawezi. Kutembea. Maana anaweza tembea hivi anguke maana kichwa. Na hivyo ndivyo kulivyo. Mkitaka hiyo huduma iende mbali, mchungaji akiinuliwa na nyinyi mwinuke. Ili at least kukue na growth and development ambayo haina abnormality. Am I making sense? Kuna kitu unapokea. Usije kukawa na growth ambayo ni abnormal. Sasa mtu akianza kukomana kama mguka moja isikomae ikue hivi. Na sasa amesimama hivi ni amesimama. Kile hapo hivi. Wakati kutaanza kutafutwa watu walio na shida,
na matatizo ya kiafya, utasikia kwa mtu fulani kuna kuanga na mtoto mwenye hayuko. Kwa nini kunasemekana hivi? Ni kwa sababu kuna abnormality iko mahali. Wakati mwili ulikuwa unakomaa vizuri, sio kila sehemu ilikomaa. Haleluya. Na kuna wengine nao unapata mtu anakomaa kimwili lakini akili imebaki pale pale. Sema sio mimi. Sema sio mimi. Haleluya. Imagine unafaa kuwa unakomaa kiroho, ukomae kiakili na unakomaa kimwili. Na mwili si sana. Unaweza komaa tu kiakili na kiroho. Bwana Yesu asifiwe sana. Aidha kuna mtu aliomba Mungu akamwambia nipe hekima na maarifa. Na akapewa hekima na maarifa. Sasa nilikuwa naangalia anaitwa Suleiman. Nilikuwa najiuliza ni kwa nini alioa mabinti 700. Kwa nini? Na akarudi tena akaoa mabinti wengine 300. Masuria. Mpaka waka tumpako tutokano tukwako 300. Na kuna wale wanajulikana 700. Wale wanajulikana. Nikawa nikijiuliza why. Hii ni revelation nilipata ya kwangu. Sababu alikuwa ameomba Mungu apewe hekima na maarifa. Nasema ni revelation ya sile na kwambianga receive revelation. Ndio maana unaona nimetoka huko niongee kidogo. Hiyo ni revelation ya kwangu nilipokea. Kwamba unajua baada ya kubarikiwa na akili, alibarikiwa na mali. Halafu nikawa ninaona sababu alibarikiwa na mali na ikawa mingi. Na alitisha hekima. Nikaona alitumia hekima kuoa mabibi 700. Unajua ni kwa nini? Yaani kila mahali aina wagoni. So watu wangemvamia wachukue mali yake. Maana kila mahali alipeleka mahali. Watu wa huruma wangemvamia. Maana kuna msichana mmoja wa huruma. Muradi pale kwa wajaka wangemvamia. Maana kuna atie. Kasia. Haleluya. Ukamani wangemvamia. Maana hakuna mwende. Kikuyu wangemvamia. Hakuna wajibu. Western wangemvamia. Hakuna nafula. Sana kawa kila mahali. Wacha nichenge jina. Sasa akaona nao kuna watu wengine nikiwaachilia tu italeta shida. Akatafuta tumasuria 300. Kwenye tu alikuwa tu anakaa hivi. Na hata watoto hawakuwa wake. Watoto wa Masuria hawakuwa wa Suleimani. Walikuwa wanaume wengine. Lakini tu ni Masuria alikuwa tu anarusha tu 200. Kama 100. Na sijakwambia ukitoka hapo ukatafute Masuria. Wewe. Najua mtu anaweza sema hapo basi. Unaenda uko chocho. Vile unaenda uko sawa. Na uanze kutusukua. Ala basi ta wewe hata ni msio au basi ta. Nini hai. Ina na wewe sasa ni uangalie na tende wewe nasiana. Bila kesi tu. Hapo sasa ni Steve alafu akona nguvu ya kuanza kuongea kwa bomba. Ulipokea udhuru. Sio kwa mtu wa Mungu. Kitoka vizuri lazima uwe na picha kila mahali.